tena, bado tupo katika maombolezo makubwa, huzuni pamoja na majozi kuondokewa na dada yetu kipenzi Hawa Athmani Shomari almaarufu kama Karina, ambaye aliweza kufariki dunia siku za hivi karibuni akiwa huko nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu. Hapa leo nimekuletea kidogo kuweza kufahamu angarau maisha ya Hawa enzi za uhai wake, jitihada pamoja na mapambano ya kimaisha. Hawa alikuwa akishughulika na nini? Tutafahamu hapa. Tangu alipoingia katika tasnia ya uigizaji, Hawa alikuwa ni nani? Tutamjua hapa, familia yake, mtoto ambaye Hawa amemwacha, pamoja na mali ambazo Hawa ameziacha. Tutafahamu hapa kiundani zaidi kuweza kufahamu historia fupi ya maisha ya Hawa enzi za uhai wake. Hawa amezaliwa huko jijini Mwanza, kwa mujibu wa taarifa ambazo baba yake mzazi anayefahamika kwa jina la Athmani Shomari, ambaye aliweza kufanya mahojiano, alithibitisha kwamba Hawa alizaliwa huko jijini Mwanza, na baadaye mama yake na Hawa aliondoka na Hawa akiwa bado mdogo na kuja kuishi hapa katika jiji la Dar es Salaam. Huyu ndiye baba yake mzazi na Hawa, ambaye ni mzee Athmani Shomari, ni mstaafu ambaye anaishi huko Mwanza. Na pia aliweza kuwepo katika msiba wa binti yake huyu wa kwanza wa pekee kabisa. Hawa kwa baba yake wako watano, akiwemo yeye wa kwanza pamoja na wadogo zake wanne. Pia kwa upande wa mama yake mzazi wako watatu, akiwa yeye ndiye binti wa kwanza na wadogo zake wawili. In short ni kwamba Hawa ni mtoto wa nje ya ndoa ambaye baba na mama yake walitengana miaka ya nyuma. Huyu hapa ndiye mama mzazi, na Hawa kama unavyomuona hapa amejawa na huzuni kubwa na majozi kwa kuondokewa na binti yake wa pekee, Hawa almaarufu kama Karina, kuweza kutoka dunia tangu alipofariki. Msiba huu umekuwa ni mzito sana, watu wameweza kuumia sana. Huyu hapa ndiye binti Shomari, maarufu kama Karina, mwigizaji mahiri mwenye moyo wa kipekee ambaye aliweza kuitikisa tasnia ya uigizaji hapa Tanzania. Binti alikuwa ni mrembo sana, kila mmoja alitamani kufanya kazi na Karina kutokana na jinsi alivyokuwa akiuvaa uhusika vilivyo kabisa barabara. Na hapa nakuletea mara ya kwanza kabisa Karina kuweza kufahamika katika video ya nyimbo ya Babu Junior, msanii mkongwe huyo ameondoko ya Bongo Flava. Aliweza kutokea katika nyimbo ya Oyoyo Oyoyo. Kama unaikumbuka nyimbo hii ilitoka miaka 17 nyuma iliyopita, ni muda kidogo. Binti huyu ambaye kwa mara ya kwanza kabisa tulimshuhudia katika video hiyo ya Babu Junior ya Oyoyo Oyoyo, huyu hapa Karina kama unavyomuona hapa, kwa ni video scene katika nyimbo hiyo ya Babu Junior, kutokana na urembo ambao aliweza kubarikiwa kuweza kuonekana kwa mara ya kwanza kabisa katika kichupa hichi cha Oyoyo Oyoyo. Punguza kunibania, ni wewe nimekuchagua, swala zima la mapenzi halina mchezo. Hayo ni baadhi ya mashairi ambayo yanapatikana katika nyimbo hiyo ya Babu Junior. Pia Babu Junior aliweza kuweka wazi kwamba Hawa anamfahamu na alikuwa ni video scene wake tangu nyimbo yake ya kwanza kutoka ya Oyoyo. Aliweza kuweka wazi kwamba Hawa ni rafiki yake na ni dada yake. Anasikitika sana kusikia taarifa za msiba huo, kwani ameweza kuumia sana. Huyu hapa ndiye Hawa almaarufu kama Karina, kama unavyomuona hapa. Alikuwa mashallah amebarikiwa kwa uzuri kulikweli, na waigizaji mbalimbali walipenda kufanya naye kazi, akiwemo huyu hapa Dude, ambaye pia na yeye ni miongoni mwa mastaa wa Bongo Movie ambao waliweza kumchukua Karina kumweka katika vipande mbalimbali katika movie kutokana na umahiri mkubwa ambao alikuwa akiuvaa usika Karina katika uigizaji huo. Pia huyu hapa JB, na yeye mwigizaji mkongwe wa Bongo Movie, na yeye pia aliweza kufanya naye kazi enzi za uhai wa marehemu Karina. Kama unavyomuona hapa,
walikuwa wakimpenda sana Karina, walikuwa wakivutiwa na jinsi gani Karina alivyokuwa akifanya kazi nao. Miaka kadhaa ilipita na hakuna binadamu anayefahamu kesho yake. Ghafla Karina hali ilianza kubadilika. Hali hii ya maumivu makali chini ya tumbo yalianza kumsibu Karina na kupelekea paka furaha yake kuweza kubadilika na kuwa ni mtu mwenye huzuni pamoja na simanzi kubwa kutokana na ugonjwa huo ambao ulimkumba Karina, ugonjwa wa ajabu ambao ulimpelekea paka kufikishwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kuchunguzwa nini haswa ambacho kinamsibu binti huyu Hawa Athmani almaarufu kama Karina. Ugonjwa huu ulizidi kuwa ni mkubwa. Ndugu walishindwa kuamini nini kinachomsibu, mbona maumivu yanazidi kuwa makali sana. Kutokana na Karina alivyokuwa akilalamika na kulia, yani kila kukicha afadhali ya jana. Karina ilimpelekea kuweza kufanyiwa upasuaji kwa mara ya kwanza kabisa katika tumbo lake hilo kwa ajili ya kuweza kuchunguzwa na madaktari, na Karina alibainika kwamba ana shida kubwa katika utumbo wake huo, utumbo mkubwa ambao unabeba chakula. Karina aliweza kufanyiwa upasuaji huo na upasuaji ulienda salama na akawa anauguza kidonda chake. Ni kadri ya siku zinavyozidi kwenda, Karina hakuna unafuu ambao alikuwa akiupata, na hapa nataka ninukuu kile ambacho baba yake alikidhibitisha kwamba mwanae kuna siku alimwambia kwamba aliota ndoto ya nyoka wakubwa wanatoka tumboni. Ya kushangaza, kesho yake mshono huo ambao aliweza kushonwa kwa operesheni ukafumuka. Aisee, inaumiza sana, inasikitisha kweli maumivu ambayo dada yetu huyu Karina aliyoyapata. Kikweli Mwenyezi Mungu ailaze mahali ya marehemu pema peponi. Michango mbalimbali ilianza kukusanywa kutokana na hali ya Karina ilizidi kubadilika. Ilibidi aweze kusafirishwa nje ya nchi kupelekwa huko India kwa ajili ya kwenda kufanyiwa matibabu zaidi katika tumbo lake hilo ambalo lilikuwa likimsumbua. Karina alianza kuchangishiwa michango na raia wenye roho nzuri. Mashirika mbalimbali yalijitokeza kwa ajili ya kuweza kutoa msaada kwa Karina kwa ajili ya kupelekwa haraka sana huko India kupatiwa matibabu. Watu walitoa pesa, michango ilikusanywa. Pia hata Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan naye pia aliweza kutoa msaada wake kwa Karina kwa ajili ya kuweza kusafirishwa kupelekwa huko India kwenda kufanyiwa matibabu zaidi kutokana na tumbo lake hilo ambalo lilikuwa likimsumbua takribani miaka 8 hivi. Karina alikuwa ni mtu wa kulala, ni mtu wa kuugulia maumivu, ni mtu wa kulia. Huzuni kubwa ilitawala katika familia yake. Mungu mkubwa, Karina alisafiri na kuelekea India. Kwa mara ya kwanza kabisa aliona matumaini na uwepo mkubwa wa kupona kurudi katika hali yake. Karina aliweza kusafiri hapa Tanzania na kupelekwa katika moja ya hospitali kubwa huko nchini India, na madaktari bingwa waliweza kumchukua Karina na kuanza kwa operesheni nyingine tena kuweza kubaini nini haswa ambacho kina msibu binti huyu Hawa Athmani almaarufu kama Karina. Karina aliweza kufanyiwa operesheni huko nchini India na operesheni ilienda vizuri kwa mujibu wa watu wa karibu ambao walikuwa wakimwangalia Karina huko nchini India. Ndugu ambao waliweza kuwepo huko kwa ajili ya kuweza kuambatana na mgonjwa huyu Karina kuwa naye karibu kwa ajili ya kuweza kumpatia huduma mbalimbali. Karina alifanyiwa operesheni na operesheni hiyo ilienda vizuri kabisa na alionyesha matumaini kabisa ya kuweza kupona Karina akiwa huko nchini India. Alianza kupata unafuu na kwa kuanza kuonyesha matumaini makubwa, na pia kuna ishara mbalimbali ambazo Karina alianza kuzionyesha, na moja kuweza kusoma kitabu hichi ambacho kiliandikwa Gone Girl, yani mwanamke aliyeondoka. Ishara hii kubwa ambayo ilionekana kwa Karina baada ya kuweza kupata unafuu akiwa huko nchini India. Taarifa zilikuja Tanzania kwamba alhamdulillah
Hawa wetu anaendelea vizuri. Taarifa hii kubwa ambayo iliweza kuenea katika vyombo vya habari kwamba Hawa kwa sasa anamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu operation ilienda vizuri akiwa huko nchini India na kwa sasa anaendelea vizuri. Taarifa hizi zilileta furaha kubwa sana katika familia yake pamoja na Watanzania mbalimbali ambao waliweza kutoa michango yao kwa ajili ya kuweza kumsaidia Hawa. Pia katika moja ya daktari bingwa ambaye aliweza kuhusika katika operation huko India, na pia aliweza kuwashukuru Watanzania kwa kuweza kufanikisha Hawa kurudi katika hali yake. Hawa aliweza kupiga simu kwa mama yake usiku mmoja kabla ya Hawa kuweza kurudi hapa Tanzania, na alimpigia simu mama yake na kudhibitisha kwamba kwa sasa anaendelea vizuri na anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuona anarudi tena Tanzania akiwa salama salmini. Lakini haya ni mapenzi ya Mungu. Mama yake aliweza kusikia sauti ya mtoto wake hiyo ikiwa ina furaha kubwa na kuweza kudhibitisha kwamba Hawa kwa sasa amepona na anaendelea vizuri. Huo ni usiku wa tarehe 14 Aprili, yani mwezi huu wa 4. Hawa aliweza kuonyesha ishara zote kwamba amepona, lakini ghafla tarehe 15 mida saa 6 taarifa kubwa za msiba zilienea nchi nzima, Tanzania nzima, kwamba hatuko naye tena, Hawa amefariki dunia. Kikweli hakuna hata mmoja aliweza kuamini kwa kile ambacho kiliweza tangazwa kwamba Hawa amefariki dunia akiwa nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa hii iliwaumiza sana Watanzania pamoja na watu mbalimbali ikiwemo ndugu, marafiki wa karibu wa Karina ambao walikuwa na matumaini makubwa kabisa ya ndugu yao huyo kuweza kurejea tena akiwa na tabasamu lake lile ambalo walizoea kuliona kwa ndugu yao huyo Hawa, akiwa tena ana furaha kubwa sana baada ya kuweza kupona. Tarehe 18 mwili wa Hawa ulipokelewa na umati wa watu katika uwanja wa ndege wa airport hapa katika jiji la Dar es Salaam. Ndugu, marafiki wa karibu, watu mbalimbali waliweza kujitokeza kwa ajili ya kuweza kupokea mwili huo wa ndugu yao kipenzi, dada yetu huyu Hawa, kuweza kuwasili hapa Dar es Salaam. Mtoto wake ndio huyu hapa, Aisha, na pia alikuwepo katika mapokezi ya mwili wa mamake huyo Hawa kwa huzuni pamoja na simanzi kubwa. Mtoto huyu alilia sana siku hiyo pamoja na ndugu zake hao, mama zake wadogo hawa hapa wawili pamoja na bibi yake huyo. Uchungu mkubwa, huzuni ilitanda katika macho yao pamoja na machozi yalibugujika katika mashavu kutokana na maumivu makali ambayo waliweza kuyapitia msiba huo mzito wa ndugu yao ambaye ni Karina kuweza kuiaga dunia. Mwili wa marehemu Karina ulichukuliwa airport na kupelekwa moja kwa moja paka nyumbani kwao Magomeni kwa ajili ya kuanza kwa maandalizi ya mazishi ya dada yetu huyu kipenzi Hawa. Mwili huo uliweza kufikishwa nyumbani kwao hapo Magomeni na ibada zilifuata. Swala iliswaliwa kwa ajili ya kuweza kumuombea Hawa huko aendako, basi Mwenyezi Mungu aweze kumpokea huko aendako. Watu mbalimbali waliweza kujitokeza, viongozi wa dini, mashehe pia walikuwepo katika msiba wa Hawa na wao pia waliweza kuonekana wakiwa wana huzuni kubwa baada tu ya kutokea kwa msiba huo hapo nyumbani kwa Hawa. Watu mbalimbali maarufu walikuwepo, waliungana kwa pamoja na ndugu na marafiki wa karibu kwa ajili ya kuweza kuomboleza msiba huo wa Hawa Athmani alimaarufu kama Karina, ambao uliweza kutokea tarehe 15 akiwa huko nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu kutokana na ugonjwa huo wa Hawa, ugonjwa wa ajabu ambao umeweza kusababisha kifo chake. Ugonjwa huo ulimfanya Hawa afanyiwe operation takriban 24, na operation hiyo ya 24 ambayo ilikwenda kufanyika huko nchini India, na ndiyo ilikuwa safari yake ya mwisho na kurejea Tanzania akiwa amefariki dunia. Sio tena Hawa bali ni mwili wa Hawa. Hawa ni baadhi ya watu ambao walijitokeza katika msiba wa Hawa. Msiba huu ulikuwa ni mkubwa sana kutokana na watu wengi ambao walijitokeza nyumbani kwa kina Hawa
na mwili wa Hawa ulipelekwa katika masjidi ya Mamul na ukafanyiwa swala, na baadaye mwili wake ulipelekwa katika makaburi ya Kisutu kwa ajili ya kwenda kulazwa katika nyumba yake ya milele. Hapa ndiyo mahali ambako Hawa amepumzishwa katika mazishi ambayo yalifanyika siku ya jana. Kama unavyoona hapa, watu walitokezwa kwa wingi sana kwa ajili ya kuweza kumzika Hawa. Hawa ameacha maumivu makali sana katika familia yake, akiwemo mtoto wake huyu Aisha pamoja na ndugu zake hao, dada zake wawili ambao kiukweli wanalia sana, wanaumia sana kwa uchungu mkubwa kuondokewa na ndugu yao huyo ambaye walimuuguza takriban ya miaka 8, na walijua kabisa kwamba Hawa atapona kutokana na faraja walikuwa wakijipa kwamba ipo siku Hawa atarejea katika hali yake ya zamani kama alivyokuwa. Lakini ndio hivyo tena, Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Mwenyezi Mungu amempenda mja wake, na ndio maana leo hii atuko naye tena dada huyu mkarimu, mrembo, mwenye roho nzuri, ambaye aliweza kupendwa na kila mtu enzi za uhai wake. Sifa nyingi ambazo alipewa na watu mbalimbali, ikiwemo mwanamuziki Babu Junior ambaye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kumtoa Hawa katika tasnia ya usanii, kuweza kuonekana katika video yake hiyo ya Oyoyo Oyoyo na kuweza kumfanya Hawa kuwa maarufu mpaka kuingia katika uigizaji wa Bongo Movie. Hawa alipambana sana enzi za uhai wake, alikuwa akijitafuta na hatimaye aliweza kufanikiwa kuwa na mjengo huo kama unavyoona hapo, pamoja na magari ambayo alikuwa akiamiliki. Hizi ndio mali ambazo marehemu Karina ameziacha. Ameacha mtoto wa kwanza na wa pekee, binti Aisha. Dhani uliweza kumuona katika posti mbalimbali ambazo ziliweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii, akiwa anasikitika sana, ana huzuni kubwa kuondokewa na mama yake huyo kipenzi Hawa Athmani Shomari, maarufu kama Karina, ambaye ameweza kuiaga dunia. Ametuacha katika huzuni kubwa. Sidhani kama atasahaulika kwa yale ambayo ameyafanya katika tasnia ya Bongo Movie, pamoja na mavideo kisini wa kwanza kabisa kuonekana katika video za wasanii mbalimbali. Dada zake ndio hawa hapo wanalia kwa uchungu kutokana na kuondokewa kwa ndugu yao huyo kipenzi. Baba yake mzazi mzee Othmani ambaye anaishi Mwanza, naye pia anasikitika sana, anaumia kutokana na kuondokewa na binti yake huyo kipenzi ambaye ni Karina. Pia hata mtoto wake huyu hapa Aisha, naye pia huzuni kubwa. Mungu ampe nguvu katika hichi kipindi kigumu ambacho anapitia mtoto huyu, kuondokewa na mamake huyo kipenzi marehemu Hawa alimaarufu kama Karina. Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, tuendelee kumwombea huko endako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine.